Kunako mitaa ya Jangwani bana, kuna wachezaji huko wameanza kupumulia mashine bwana. Yaani mchezaji ndo kwanza hajamaliza hata msimu mmoja, lakini huenda wakapelekwa timu nyingine kwa ajili ya kama kupelekwa kwa mkopo, naweza nikasema hivyo. Bana, ripoti kutoka ndani ya Young Africans kwa kipindi hiki cha tetesi za usajili, wakati wao wakiwa wanapambana kumsogeza Allan Okello ndani ya viwanja vya Jangwani, basi wanapambana vile vile kuhakikisha kwamba wanakuwa wanapunguza namba ya idadi ya wachezaji wa kigeni. Na kwa hivi sasa wapo wachezaji wa kigeni ambao wanatajwa kwamba huenda wakatolewa kwa mkopo kutoka Young Africans kwenda Singida Black Stars, na wengine pia wanaweza wakauzwa kabisa ili tu kuweza kuacha gap la wachezaji wengine wa kimataifa kuingia kwa ajili ya kukisakata ndani ya Young Africans. Mchezaji mmoja wapo ambaye anatajwa kwamba huenda akatolewa kwa mkopo ni pamoja na Mo Dumbia, pamoja na Musa Bala Conte. Hali kadhalika mchezaji kama Andre Boyeli anatajwa kwamba anaweza akauzwa moja kwa moja kutoka kwa wanajangwani hao na kwenda kwenye klabu nyingine ili basi tu nafasi ya wachezaji wa kimataifa ipate kubaki kumpa nafasi Allan Okello kuweza kutinga ndani ya Young Africans kucheza soka. Kumbuka kwamba mpaka hivi sasa Yanga pia wamekwisha kuchukua wachezaji kadhaa kutoka ndani ya Singida na kwa Damaro Kamara kwa ajili ya kuja kuongeza nguvu. Yani wao wanawapeleka wengine Singida Black Stars, wao wanawachukua wengine kutoka Singida Black Stars. Hapo sasa niulize, hiyo kanuni imekaa vipi? Kwa hiyo Young Africans wamedhamiria kweli kweli kuhakikisha kwamba msimu huu kwenye michuano ya kitaifa na kimataifa wanafanya vyema, licha kwamba kwa wale wachezaji wa kimataifa ambao watakuwa wamesajiliwa na Yanga kwenye dirisha dogo la usajili, kama ikitokea labda ametoka kwenye timu, mfano chukulia kama Allan Okello akitokea pale Vipers kuja Young Africans, hatacheza michuano ya klabu bingwa barani Afrika kwa sababu atakuwa ametumikia klabu mbili kwa msimu mmoja, kwa maana kwamba Vipers akiwa Vipers tayari amekwisha kucheza michuano ya CAF ambayo inaendelewa na CAF. Kwa hiyo hawezi tena kuja Yanga kucheza tena michuano ambayo inaendelewa na CAF hiyo kwa msimu mmoja, unaona. Kwa hiyo kwa mtindo huo wapo wachezaji ambao hawatacheza michuano ya kimataifa. Lakini yote kwa yote, wewe ni eneo lipi ambalo unatamani liweze kuboreshwa ndani ya klabu ya Young Africans ili kuweza kuwafanya miamba hao wa soka Afrika kwa hivi sasa kufanya vyema kwenye michuano ya kimataifa? Niandikie kwenye eneo la kutolea maoni hapo na mambo yote yatakwenda bam bam. Asante sana.